Mwalimu, hongera kwa mchezo wa leo. Umepata ushindi wa magoli matatu kwa bila dhidi ya Mtibwa. Kimbinu mchezo ulikuwaje mpaka kuweza kutumia kwa kushinda goli tatu? Asante, je remercie Mtibwa Sugur pour la bonne prestation d'aujourd'hui. Ils se sont donnés à fond, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Et voilà, donc notre premier objectif c'était d'avoir les 3 points. C'était pas mal première mi-temps et après il y avait vraiment la fatigue des joueurs. J'ai voulu protéger un petit peu mes joueurs en faisant des changements obligés, même si ça n'a pas donné grand-chose. Mais parce que tous les joueurs, y compris ceux qui sont rentrés, ont manqué vraiment de fraîcheur mentale et fraîcheur physique. C'est pour ça la qualité de jeu de mon équipe elle a descendu de deuxième mi-temps parce que vraiment les petits étaient vraiment très très fatigués, surtout en deuxième mi-temps parce que vu les rythmes vraiment successifs de match. Kwanza anawapongeza Mtibwa kwa mechi nzuri ambao wamecheza. Mechi ilikuwa nzuri upande zote mbili. Mtibwa amecheza mechi nzuri sana. Kipindi cha kwanza Yanga imecheza vizuri sana wakapata matokeo. Kipindi cha pili mechi ilibidi aingize baadhi ya afanye sub ya kuingiza wachezaji wengine ili wasaidiane na wale ambao waliokuwepo ili wapate muda wa kupumzika, sababu kipindi cha pili mechi ilionekana kama wachezaji wamechoka, na kuchoka kwa wachezaji kabidi wengine wapate muda wa kupumzika ili wengine waingie, ijapokuwa haikuzaa matokeo kama alivyotarajia, lakini alitaka kufanya hivyo ili kuwapumzisha wengine na wengine waendelee. Lakini mechi ilikuwa nzuri na muhimu na malengo ilikuwa kupata pointi 3 na ndio ilipatikana. Maswali matatu kulingana na mchezo wa leo. Karibu. Asante. Il dit félicitations à la victoire d'aujourd'hui, qui reste qu'avec 3 jours pour jouer d'autres matchs de la Champions League. Comment tu trouves ton équipe pour la préparation de ce match de samedi qui vient? Donc on doit voir demain l'état de lieu au niveau, comme vous avez vu, il y avait 2 joueurs qui se sont blessés, Khalid Ocho et Moloko un petit peu. On va voir l'état général au niveau de la santé, au niveau de la fraîcheur physique. En fonction de cela, on va se projeter dans le prochain match, vers les prochains matchs, tout en respectant le prochain match. Ce n'est pas parce que nous avons gagné 4-0 que on va, voilà, non, c'est des sérieux. Dans le football, il faut toujours respecter les adversaires. Tant qu'il y a encore un match, tout est possible. Donc je vais essayer de réfléchir à 2 objectifs. Comment je dois protéger mes joueurs des blessures ou dans la récupération et trouver un équilibre pour gagner le prochain match de Coupe d'Afrique. Kutokana mechi ambayo inayokuja, kesho ataangalia wachezaji wote jinsi wanavyoendelea, kama Ucho ambaye aliumia na Mloko na Jesus Moloko ambaye pia naye aliumia kidogo. Ataangalia maendeleo yao inaendeleaje na kuwaweka sawa kisaikolojia na kuangalia jinsi ya kujiandaa kwa wale ambao watakuwepo vizuri, sababu mechi ambao watakutana nao sio kama wanaweza kusema sababu tumeshinda mechi ambayo iliyopita so na mechi hiyo itakuwa ni rahisi. Haitakuwa rahisi, so wataenda kwa kumheshimu mpinzani na kwa kujituma hasa ili kupata matokeo mazuri. Swali la pili. Karibu. Asante. Il dit l'équipe au premier mi-temps ou même au deuxième mi-temps, il y avait les problèmes au milieu, surtout au milieu de récupération. Il n'y avait pas vraiment des joueurs qui gardaient le ballon au milieu là. Est-ce que c'était quel est le problème? Est-ce que c'est parce qu'il y a l'absence de Bangala au milieu là comme milieu récupérateur, ou c'est le moment de faire rentrer Bangala au milieu pour aider à garder le ballon et récupérer le ballon?
Donc, dites-lui à monsieur le journaliste qu'à travers sa question, il veut répondre aux suggestions de beaucoup de fans qui veulent tous ces débats qui se passent dans les réseaux sociaux. Bangala, il est milieu de terrain, ou il doit être milieu de terrain en défensif. Je vais continuer à répondre. Kutokana na swali yako hii, anataka ajibu hata mashabiki wengi ambao huwa kwenye media, social media wanazungumzia kuhusu Bangala, wanataka wajue kama Bangala kama ni midfield ama Bangala ni beki. So kutokana na swali lako hili, anataka alijibu kama Bangala ni mchezaji wa aina gani. Swali la tatu. Non, non, c'est Non, bon. hiyo ilikuwa swali la Sawa, okay. Il n'a pas répondu. C'est ça, hein? C'est pour répondre aux fans. C'est pas vraiment pour poser une question sur le match. Sio swali kuhusu mechi ama ni sababu ya kujibu mashabiki. Pour répondre à ces débats. Ili kujibu katika hiyo debate ambayo zipo kwenye social media kuhusu Bangala lazima acheze 6, toka acheze 6 timu inafungwa, mara acheze 5, unajua. So swali lako linaenda na debate ambayo kwenye media, social media, ama ni swali ambayo inabidi tu lijibie? Non, non. Sure. Fresh. So good. Baba, you have reflection with connection with, or don't you want to go sleep? You proceed. We work together. I want because this is the problem. We proceed. Smart, Samah. Sure. I'm clear. First time with Shuraboy, Khad Ocho, and Faisal, no problem. Tak. First, Khad Ocho injury, Faisal, I want to protect him because this is game number 3 for him after national team, and Shuraboy come back after injury. I don't have midfielder. For that, if I need Bangala play midfielder, no problem, he's playing. But the first Bangala is, Vita Club, is, Motema before. Me, I know Bangala is not now. I know Bangala before 40 years, maybe, because we work with Motema Pembe. I know him, he's my boy. It's me, I ask him come to Yanga with Mayeli. It's not, I know him, he's defender. His first position is defender. He's not midfielder. But because he's big player, very intelligent player, have this adaptation for any position. If Yanga need him midfielder, but I give you a question. If I push Bangala midfielder, and I have Khad Ocho, for example, after which position for Shuraboy, for Faisal, he's playing on winger, Faisal winger. I want, if you analyze, if you have suggestion, global suggestion, not with emotional suggestion, this, this is, mashallah, all the people, no, I don't want, because I'm stop here, You understand me? But I respect your question because it's too much fans. Bangala is big midfielder, is good midfielder, no, another one. I know, I respect all this one, but we have technique, we have a global vision for all that. If one time we need Bangala in midfield, he will play for midfielder. This is better for Yanga. We have big player, have adaptation, defense, anything. Safi Baba, yalla go. Last question. Swala mwisho, swala tatu. Swala tatu. Sama. Il dit qu'il a fait un remplacement tôt par rapport quand tu as fait sortir Aucho et puis faire rentrer Maouya. Quel est donc ça t'a
donc comment ces changements-là t'avaient affecté dans les matchs. Parce que même les supporters criaient sur Maouya parce qu'il faisait trop de passes derrière au lieu de faire le passe en avant. Mwalimu Awazi Juma, pole kwa mchezo. Karibu kwenye mkutano huu na wanahabari uweze kuelezea mchezo ulikuwaje kimbinu na mpaka kufanya timu yako kuweza kupoteza kwa magoli 3-0. Karibu. Asante. Awali ya yote kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumeweza kucheza mechi yetu. Zidi ya Yanga tumepoteza kwa goli 3. Nafikiri kwa game ambayo tumecheza leo Yanga walistahili kupata alama 3. Twende tuwapongeze, lakini nasema ligi bado inaendelea. Tunaenda kujipanga na mchezo mwingine ili kuhakikisha tunaendelea kupata alama. Kwenye ligi kupo kupoteza, kudraw na pia kupata alama 3. Leo tumecheza na Yanga, tumepoteza, tunakubali, tunaenda kujipanga kwa ajili ya mchezo mwingine tuweze kupata matokeo yaliyokuwa mazuri. Asante mwalimu. Ningependa kukaribisha maswali matatu kulingana na mchezo wa leo. Karibu. Mimi nafikiri game imeanza vizuri, tumeanza kumaintain vizuri. Tumecheza na Yanga almost mpaka dakika 35, naenda tunaruhusu goli la kwanza. Ukicheza timu na experience kama hizi, usipende kuruhusu goli mapema, sababu ukiwaruhusu hata goli moja wakipata, kawaida inawajenga confidence zaidi. Kabla hawajapata goli, unaona confidence yao haikuwa nzuri, walikuwa wanalazimisha. Kwa hiyo wamelazimisha, dakika 35 wamefanikiwa kupata goli la kwanza, wameweza kufungua game na kuweza kupata alama 3. Swali la pili kwa mwalimu. Mimi nafikiri ambao wameanza Charles pamoja na Balama wote walikuwa wanacheza vizuri. Shida imekuja Charles ameshapata yellow card, kwa hiyo tumemtoa kwa ajili ya tahadhari. Balama amepata shida kidogo, najua mchezo wa mpira ipo katika kugongana, amepata shida kidogo, tumeona tumpumzishe kwa tahadhari zaidi, lakini wengine wameingia nao wameenda mchezo. Swali kwa mwalimu. Timu almost imecheza vizuri, lakini makosa tumefanya kama timu wote. Haikuwa upande wa striking kwa sababu hata defense imeenda imeruhusu magoli. Kwa hiyo kucheza juu, kuona mipira ina penetrate na kwenda juu zaidi, nafikiri defense ya Yanga ilikuwa more aggressive, wamecheza vizuri, ndio maana nimetangulia kusema wamestahili kupata alama 3. Swali la mwisho. Haikuwa ni tatizo la defense tu, ilikuwa tatizo la timu nzima. Kwa hiyo tunaenda kuplan, kuangalia mistake ambayo tumeweza kufanya, tusawazishe timu nzima. Hatuwezi kusawazisha makosa kwa upande wa defense kwa sababu hata striking hazikuweza kuingiza goli. Kwa hiyo matatizo ni ya timu nzima. Tutaenda kuangalia wapi tumeteleza ili kusawazisha next time yasitokee shida ambayo imetokea leo. Asante mwalimu. Nikutakie siku njema. Asante. Okay, thank you. Majirani!